अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़श्ता जुमे को Katika Ijumaa iliyopita nilieleza riwaya moja ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika vita ya Ahzab ilikuja siku moja ambamo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walilazimika kukusanya swala 5 kwa sababu ya mashambulio ya maadui. इस पर हमारे अरबी डेस्क के नईम साहब ने Naim Saheb wa Arabi Desk एक हवाला भिजवाया। amenitumia maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ambayo inakataa riwaya hii. इरशाद के बाद Baada ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam hakuna haja ya kujadili kwa sababu yeye ni imamu wa zama hii, bali sawa na riwaya ingine Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema या कश्फ की हालत में kwamba mimi mwenyewe katika ruya सीख फरमाई आपने nilisikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, कि ये रिवायत basi hakuna shaka ndani yake kwamba riwaya ambayo nilieleza inapatikana katika vitabu vya hadithi जो तो असल वाक़या haikuwa kama niliyoeleza, और हदीस की सब कुतुब इस पर मुत्तफिक भी नहीं है। na vitabu vyote vya hadithi pia वो 5 si afiki kuhusu hadithi hii, na riwaya ilikuwa si kuhusu sala 5 bali ilikuwa kuhusu sala 4, इख्तिलाफ है। lakini kuhusu hii pia ihtilafu inapatikana, सिर्फ असर की नमाज na riwaya yenye मगरिब के साथ पढ़ी गई yakini ni kwamba sala ya asr ilikusanywa pamoja na maghrib au ilisaliwa kuchelewa sana. इल्म की खातिर बाज़ रिवायात ही पेश कर लेते Kuhusu hii भी होता है। जहाँ तक wengine wanapenda nieleze riwaya mbalimbali, kwa hiyo naeleza riwaya hii ikiwa ni swali la kukusanya sala 4. Hii inapatikana katika Tirmidhi, इस तरह है जिसका तर्जुमा ये है na hadithi ni hivi, tafsiri yake ni hivi kwamba Abu Ubaida bin Jirah bin Masud anaeleza kwamba Abdullah bin Masud alisema kwamba mashirikina कि रोज 4 नमाजों siku ya Handak यहाँ तक कि
alimzuia mtume saa salam kusali sala nne na mpaka usiku uliingia. हज़रत बिलाल kisha mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alimwambia hadrat belal, kwa hiyo akatoa adhana, आप सल्लल्लाहु kisha ikama ilisemwa na mtume salallahu alaihi wasallam aliswalisha sala ya dhuhuri, kisha alisema ikama, na mtume saa salam aliswalisha sala ya alasiri, kisha ilisemwa ikama, na mtume salallahu alaihi wasallam aliswalisha sala ya maghrib, ilisemwa tena ikama, na mtume saa salam aliswalisha sala ya isha. Na hadithi hii inapatikana katika kitabu silat ya Tirmizi, बैकी ने भी इस रवायत को na vile vile baheki pia ameandika riwaya hii, तो रुश्द है कोई मकतूब na maktbatu rushd 2004 में शाया की थी, वहाँ भी ये मिलती है। pia ilichapa riwaya hii. बुखारी, मुस्लिम और सुनन अबी दाऊद Sahih Bukhari, Muslim na Sunan Abi Daud हवाले से जो हदीस है kwa kumpitia Ali radhiallahu ta'ala anhu, hadithi inayopatikana ni hivi कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं kwamba Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba siku ya vita ya Khandak mtume saa salam alisema, और उनकी कब्रों को Mwenyezi Mungu उन्होंने हमें सलाह ajaze nyumba zao na kaburi zao katika moto, kwa sababu wao wametuzuia katika swala mpaka jua lilizama. Na hii pia inaonyesha kwamba ilikuwa sala ya alasiri. Jambo ambalo nataka kulieleza ni kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya kupotea sala zake alikuwa na तो यहाँ तो फिर और wasiwasi na aliudhika sana na aliwaombea maadui dua mbaya, na mtume saa salam alikuwa hakubali hata sala yake moja ikosekane. दुश्मन को इस बारे में Ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea dua mbaya kwa maajili ya maadui. Katika Sahih Bukhari, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu siku ya vita ya Khandak alikuja baada ya kuzama jua, na akaanza kusema maneno mabaya kuhusu maadui, na akasema, wewe mtume saa salam sikupata nafasi ya kusali sala ya alasiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mimi pia sikusali sala ya alasiri. Kwa hiyo sisi tukaenda Butahan na mtume saa salam akatawadha, na sisi pia tukatawadha kwa ajili ya swala. Na baada ya kuzama jua mtume saa salam alisali sala ya alasiri, kisha alisali sala ya maghrib. Alama Ibn Hajar Asqalani katika shara ya Bukhari anasema kwamba Ibn Arabi kwa kueleza maelezo yake amesema kwamba swala ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuswali ilikuwa swala moja tu, yani swala ya alasiri. या तो उस वक्त की गई थी जब मगरिब की नमाज का वक्त खत्म Swala hii iliswaliwa labda wakati wa swala ya maghrib, au swala hii iliswaliwa karibu na kuzama kwa jua. अब हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम Na riwaya hii inapatikana katika Fathul Bukhari ambayo ni shara ya Bukhari. Sinam alayhi salatu wassalam katika maelezo yake ameandika, मसीह साहब ने हज़रत padri moja Fateh Masih और एक alileta shutuma dhidi za mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alimwandikia barua Sayyidina alayhi salatu wassalam yenye maneno machafu. Majibu yake aliandika Sayyidina alayhi salatu wassalam katika kitabu chake kitwacho Nurul Quran sehemu ya pili, na majibu ya maswali mbalimbali yametolewa, na ilikuwa swali moja katika maswali haya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikusanya swala 4. Sayyidina alayhi salatu wassalam aliandika majibu yake, na majibu ni hivi kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwa kumwandikia Fateh Masih ये शैतानी वसवसा kwamba
कि खंदक खोदने के वक्त dhana yako mbaya hii kwamba wakati wa vita ya khandak sala 4 ilikusanywa लफ्ज इस्तेमाल किया है, ए नादान। so elimu yenu ni kiasi hiki kwamba umetumia neno la kadhaa ni kusali sala kuchelewa, lakini kuacha sala si neno kadhaa linatumika. Ikiwa mtu hawezi kusali sala, basi neno linalotumika ni faut. Ndiyo maana tuliweka zawadi ya 5,000 rupia kwa ajili ya wale watu ambao wanatumia maneno ya aina hii. पता नहीं होता। Huzuru anasema kwamba hata watu wetu pia hawajui kadhaa. Wao wanaona kwamba kadhaa maana yake ni kwamba swala haikusaliwa, bali kadhaa maana yake ni kwamba swala iliswaliwa kuchelewa. Anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba mtu ambaye hawezi kutumia maneno kwa mahala pake, mtu huyo hawezi kuleta shutuma kuhusu mambo ya siri na kuhusu mambo ya elimu. 4 नमाजें जमा की गई, Ikiwa ni swali la kwamba wakati wa vita vya Handak swala 4 ilikosaiwa, majibu yake ni kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba यानी ऐसी सख्ती नहीं hakuna जो इंसान की तबाही का मूजिब हो hakuna karaha katika dini. और बलाओं की हालत Ndiyo maana wakati wa haja na wakati wa musiba Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba swala ikusanywe, 4 जमा करने का जिक्र नहीं है, यानी 4 lakini करने का जिक्र नहीं। katika tukio hili hakuna hadithi inayoeleza kwamba swala 4 zilikusanywa wakati wa Mtume saa salam, bali Fathul Bukhari, Sharh Sahih Bukhari, imeandikwa kwamba tukio lilitokea hivi kwamba swala moja, yani swala ya alasiri, में अदा की गई। iliswaliwa kuchelewa. हमारे सामने होते तो हम आप Ikiwa wewe ungekuwa mbele yangu, mimi ningekuuliza kwamba je, riwaya hii imekubaliwa na watu wote kwamba swala 4 ilikusanywa? यानी ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा। हाँ, Swala 4 inaweza kukusanywa katika sura hii kwamba swala ya dhuhuri na alasiri na maghrib na isha, lakini katika riwaya moja ambayo ni dhaifu inapatikana kwamba alasiri, maghrib na isha ilikusanywa, lakini riwaya zingine zinakataa, isipokuwa ni riwaya moja tu kwamba swala ya alasiri iliswaliwa kuchelewa. Kwa hiyo baada ya maandiko haya Sayyidina alayhi salatu wassalam, riwaya ile ambayo inapatikana ni kuhusu riwaya 4 isi sahihi, bali riwaya inayopatikana ni kuhusu sala alasiri. Riwaya hii tu ni sahihi, na kuhusu sala hii pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alihuzunika kiasi hiki kwamba aliwaombea maadui dua mbaya. हदीस पढ़ने का जो मैंने पढ़ी थी पिछली खुतबे में, Na hadithi niliyosema faida yake moja ilipatikana hivi kwamba katika vitabu vyetu pia, katika vitabu vyetu ambapo riwaya hii imeelezwa itatolewa na itarekebishwa. Katika kitabu cha Mirza Bashir Ahmad Sahib Sirut Nabii, उसने फरमाया kule pia riwaya hii imeelezwa, lakini kule imeelezwa riwaya sahihi ambayo nilieleza kuhusu sala ya alasiri. Na William Muir yeye ameandika kwamba swala 4 वहाँ इसके बयान zilikusanywa, lakini Mirza Bashir Ahmad Sahib amekataa riwaya hii. का फैसला है कि असर की नमाज जो हदीसों में मिलता भी है वो Na sawa na uamuzi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam ambaye ni kuhusu sala ya alasiri, sawa na uamuzi huu Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza riwaya hii kwamba sala ya alasiri tu iliyokosekana. रहमुल्लाह ताला ने Halifa mtukufu wa 4 katika safari moja tarehe 23 Mai mwaka 1986 yeye pia alieleza kwamba swala 5 zilikusanywa, हम्बल के हवाले से भी बयान फरमाया या बुखारी na alieleza kwa kueleza की शाया किए हैं। riwaya ya Musnad Ahmad bin Hanbal, किताबुल मगाजी का हवाला दे दिया। lakini Tahir Foundation aliyochapa kitabu, wao wameeleza किताब hadithi ya Bukhari Sharif, बयान नहीं हुई, lakini katika Bukhari hadithi hii haikuelezwa hivi, haikuandikwa.
mimi mwenyewe najaribu kusoma hadithi mwenyewe, था उस lakini mimi niliona उसकी मसीह राबे hadithi hii की मैंने चेक katika hutuba ya halifa mtukufu wa nne. Kwa hiyo sikuangalia, लेकिन जैसा कि मैंने sikufanya utafiti vizuri, ndio maana kosa lilitokea, lakini faida yake ilipatikana katika sura hii, kwamba ikiwa riwaya hii imeelezwa katika vitabu vyetu, basi hii itarekebishwa. Na mimi mwenyewe pia nimeona kwamba naposoma riwaya sehemu yoyote na lazimika nifanyie utafiti yake. Na vile vile jambo la tatu ni kwamba idara zetu pia wanatakiwa wazingatie kwamba wajaribu kutafuta riwaya कि कोई इरशाद हो halisi, उसे जरूर देखना चाहिए। na ikiwa kuna maandiko ya Sayyidina Alayhi salatu wassalam, pia wao wanatakiwa wazingatie maandiko pia ya Sayyidina Alayhi salatu wassalam. ठीक नहीं करेगा Hii ni sahihi kwamba hakuna anayeweza kurekebisha maneno ya halifa mtukufu, lakini kumuuliza, inatakiwa halifa aulizwe. रिवायत या हदीस में या कहीं किताब में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किताब में मिलती है तो उसके मुताबिक Ikiwa riwaya sahihi inapatikana katika maandiko ya Sayyidina Alayhi salatu wassalam, basi inatakiwa sawa na riwaya ile irekebishwe, lakini kwanza lazima halifa aulizwe. 5 नमाजों के जमा होने Kwa hiyo Tahir Foundation उसकी इसलाह alioleza riwaya hii ilikuwa juu yao kwamba wao wangerekebisha sawa na riwaya ya Bukhari Sharif. Basi siku za usoni wanatakiwa wazingatie na waniulize namna gani wanaweza kurekebisha riwaya za aina hii. पिछले खुलफा की अगर कहीं गलत रिवायत Basi तो वो अपनी हिदायत ikiwa ठीक करेंगे। siku za usoni riwaya moja हकीक के शाया कर देना जब inaelezwa ambayo si sahihi, mahalifa wa siku zijazo watarekebisha. फैसला हो ये गलत तरीक है, Ikiwa तहकीक होनी चाहिए। uamuzi wa Sayyidina Alayhi salatu wassalam umetolewa kuhusu riwaya yoyote, basi inatakiwa utafiti ufanywe kuhusu riwaya ile. थी और इल्मी सूरत भी सामने आ गई है। Hazur anasema kwamba kila mmoja amepata faida ya kosa hili, na और इंतजाम pamoja na kurekebisha mambo mengine pia yamekuja, na vile vile mwongozo pia umepatikana kwa ajili ya वो गुज़श्ता ya watu wanaochapa vitabu. चंद बुजुर्गान हैं Sasa naeleza habari ya wazee kadhaa ambao walifariki hivi karibuni. तो मुझे सानी Wiki हो कि Jumamosi iliyopita, साहिबजादी binti wa halifa mtukufu wa pili Sahibzadi Amatul Nasir Begum Sahiba, ambaye alikuwa वफात के वक्त mama mdogo wangu, amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wakati wa kufariki umri wake ulikuwa miaka 82, na mpaka mwisho wa maisha yake alikuwa na afya nzuri. Siku 4 kabla ya kufariki kwake alipata maradhi ya moyo, alilazwa hospitalini. Dr. Nuri Sahib alimpatia matibabu लेकिन उसके बाद na ठीक भी हो रही थी, लेकिन लगता है कि अचानक alikuwa हार्ट अटैक हुआ है। anapona, lakini inaonekana mara alipata maradhi ya moyo, heart attack, अस्पताल में ही थी। na alifariki pale pale hospitalini. मरहूमा बहुत हंसमुख खुश Marehemu alikuwa mwenye hulka njema sana, na alikuwa akiwaangalia watu wengine wote, और जज्बात का alikuwa akiwasaidia kwa mali yake, na vile vile alikuwa akizingatia उनके जानने वालों के उनने ये बात तकरीबन haki zao. Barua ninazozipokea kwa kusoma barua hii, kila moja ameandika kwamba और जज्बात yule गहराई से ख्याल रखने वाले alikuwa akizingatia sana haki za watu wengine, na hatukumwangalia mtu yoyote kama yeye. Mwenyezi Mungu ayapandishe daraja ya mama mdogo wetu huyo, पैदाइश अप्रैल na ampatie nafasi pamoja na wapendwa wake. सैयदा सारा बेगम साहब Alizaliwa mwaka 1929 katika nyumba ya Sara Begum Sahiba, aliyekuwa mke wa tatu wa halifa mtukufu wa pili. जब इनकी वफात जब हुई है तो
mama yake alipofariki कम सिर्फ 3.5 साल की थी। sahibzadi amtu nasir umri wake ulikuwa miaka 3.5 बचपन के जज्बात और एहसासात का नक्शा hali yake ya utoto wake halifa mtukufu wa pili ameeleza katika makala yake moja hali aliyoeleza halifa mtukufu wa pili kwa kusoma hali hii mtu anaanza kulia बड़ा कंट्रोल रखता हूँ अपने आप पे, कम से कम अलहदगी में जब पढ़ रहा था mimi तो na हो जाता है कंट्रोल करना। jitahidi उसमें से nisi najitahidi niweze kuvumilia lakini baadhi wakati hii si katika uwezo wangu nitaeleza matukio kadhaa kuhusu utoto wake na kwa ajili yetu ni mafunzo ndani yake मैंने कहा hazur anasema kama nilivyosema 3.5 साल थी जब इनकी वालदा umri wake ulikuwa miaka 3.5 wakati mama yake alipofariki lakini katika utoto wake ule pia aliacha mfano mzuri ने जो लिखा है बड़ा na makala ambayo sinama alah salatu wassalam ameeleza 1-2 बातें मैं बयान कर hali ile nitaeleza sehemu kadhaa ya makala ile रहा हो एक जज्बाती के na mtu anaposoma makala ile उस मौके की फिर हज़रत मुसीसानी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान तो अजीब कैफियत kwa kusoma बहरहाल जैसे makala ile hali ya mtu inakuwa ya कुछ पिस्सा aina yake मुख्तसरन पहले nitaeleza sehemu ya makala hii baadaye lakini kwa fupi nieleze kuhusu maisha yake na kuhusu sifa zake ambayo watu waliniandikia मेरी वालदा बताया करती थी bali mama yangu alikuwa akiniambia kwamba hadrat musleh maud raziallahu taala anhu के बाद हज़रत उम्मे नासर रज़ियल्लाहु अन्हा के सुपुर्द कर दिया था और उसका जिक्र alimpatia ume nasar सानी ने भी फरमाया है। na hadrat musleh maud raziallahu taala anhu alieleza habari hii मेरी वालदा को हिदायत फरमाई थी na halifa mtukufu wa pili alimwambia mama yangu mzazi kwamba umwangalie vizuri huyu binti मेरी वालदा इनसे तकरीबन 19 साल बड़ी थी और बच्चों mama yangu mzazi alikuwa mkubwa miaka 19 kuliko yeye हमारी ये खाला 7-8 mama yangu alipoolewa na mama yetu mdogo huyu alikuwa umri wa miaka 9 na mama yangu alipoolewa basi mama mdogo akaanza kusema kwamba mimi siwezi kukaa peke yangu lazima mimi pia niende naye hadrat muslim maud akamfahamisha na akaelewa akamwambia na akaelewa kwa hivyo alionyesha subra kama alivyokuwa akifanya wakati wa watoto wake kwa hiyo akaanza kuishi kwa subra sana मोमिनीन के पास रही lakini baadaye alikaa kwa amajan hazrat umulmuminin raziallahu taala anha hazrat musleh maud raziallahu taala anhu alijenga nyumba kwa ajili ya watoto wake साथ हैं दीवार सांझी ilikuwa nyumba ya mama yetu na mama mdogo karibu karibu बाद में मजीद तमीर होती रही तो बीच में दरवाजे भी थे एक दूसरे के घर आना जाना na ilikuwa mlango pia katikati kwa ajili ya kwenda nyumbani मैंने na अल्लाह को हमेशा tulikuwa tukienda और खुशदिली से मिलते और अपने nimemwona mama mdogo kwamba alikuwa na bashasha sana na tabasamu sana na alikuwa akiwakaribisha wageni kwa furaha sana na kwa moyo mkunjufu अपने घर आए au awe mtu mkubwa au mdogo awe maskini basi alikuwa akimpatia karamu mtu yeyote alikuwa akija nyumbani kwake pir muinuddin saheb aliyekuwa mjomba wetu गैरस जमात थी jamaa zao wengi wao walikuwa si wanajumuia lakini mama mdogo aliwatendea vizuri करमपीर मोइनुद्दीन साहब की भतीजी mpwa wa pir जमात है muinuddin saheb aliandika kwamba हमारी चची का jamaa zetu upande wa और एहतराम का था babu ni si wanajumuia lakini mama mdogo anawaangalia vizuri na wote wanamsifu mama mdogo बायसी बने उनकी दुआएं भी करीब लाने का बायस बने और इन लोगों को mwenyezi mungu afanye kwamba mapenzi haya
yalete watu hawa karibu na jumuiya na waweze kumtambua Sayyidina alahi salatu wassalam. अपने भांजे भांजियों भतीजे भतीजियों से बड़ी बेतकल्फी और प्यार का ताल्लुक, Alikuwa akipenda sana mpwa zake wote सब इनसे राजदारी भी कर लेते थे। na alikuwa akiishi nao kama ni marafiki, na walikuwa akimwambia siri yao pia, na kwa sababu ya urafiki huu alikuwa akisikia nasaha zake na walikuwa hawaoni mbaya. अगर नसीहत करनी होती तो हमेशा Alikuwa akiwaonya kwa kuwapatia nasaha उम्मुल मोमिनीन na kwa kueleza हो के वाक़यात सुना, nasaha ya Sayyidina alahi salatu wassalam na matukio ya Sayyidina alahi salatu wassalam na Hazrat Majan na halifa mtukufu wa pili. Alikuwa akiwapatia hawa watoto nasaha. Mpwa wake moja ameniambia kwamba wakati safari moja गैर इरादी तौर पर एक ऐसी गलती हुई जिस गलती में kwamba wao walikosea, na katika kosa lile lilikuwa बड़े को भी इसमें शामिल किया जाए। jambo la kuchekesha, यही नजर आता था na walikuwa wakitaka kushiriki mtu mkubwa pia katika familia, lakini wao walikuwa wakiogopa. Kwa hiyo mwishowe yeye na ndugu yake walikuja kwa huyu mama mdogo wetu na wakasikia waliokuwa wakitaka kusema, lakini akawaambia, akawapatia nasaha kwamba hii si sahihi, Islam hairuhusu kwamba tufanye hivi. Kwa hiyo alikuwa hakosi nafasi ya kuwapa nasaha watoto wadogo, इसी के गिर्द घूमती हैं। साथ ही ये भी समझाती हैं खानदान की बच्चियों को na alikuwa akiwapatia nasaha mabinti wa familia ya Sayyidina alahi salatu wassalam kwamba umepewa heshima, kwa hiyo mnatakiwa muzingatie. Mimi nilipokwenda nyumbani kwake alinipatia karamu sana, kama mtu mkubwa anapewa karamu. Lakini baada ya kuchaguliwa kwa halifa wa yeye akaanza kunipenda zaidi, na alikuwa akiniandikia barua kwa ajili ya maombi, na alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuja mara mbili kushiriki mikutano wa mwaka kwa heshima sana na kwa adabu sana. इसी इंतहा दर्जे में जो किसी भी अहमदी में होना चाहिए वो उनमें Alikuwa akiheshimu sana शर्मिंदगी होती uhalifa, na baadhi wakati kwa sababu ya kuona matendo yake na mapenzi yake nilikuwa थी, लेकिन उम्र की nikiona haya. Alikuwa akisema kwamba nataka kuhudhuria mkutano mwaka kila mwaka, lakini kwa sababu ya uzee wangu बरामद होता था। inashindikana. हज़रत अम्मा जान, जैसे कि मैंने कहा, हज़रत अम्मा जान Hadrat Amma Jan Ummul Mominin radhiyallahu ta'ala anhu, yeye alikaa sana kwake. Mama yangu alipoolewa, yeye alikaa kwa mke wa Sayyidina alahi salatu wassalam. को याद थे। यहाँ भी जब एक साल Yeye alihifadhi riwaya na matukio chungu mzima ya Hazrat Amma Jan, का इंतजाम किया था, na alipokuja hapa London हज़रत अम्मा जान के हैं matukio kadhaa हुए तो शाया करने yeye alieleza Sadr Lajna anatakiwa atoe matukio haya katika gazeti. के यहाँ Halifa mtukufu wa pili alimwambia wake wawili kwamba wao waende kumwangalia Hadrat Amma Jan mke wa Sayyidina alahi salatu wassalam, ठीक है, इसी की आदत हो गई मुझे किसी lakini mke wa Sayyidina alahi salatu wassalam akasema kwamba kwa ajili yangu huyo binti anatosha, sitaki mtu mwingine yoyote. Na Hadrat mke wa Sayyidina alahi salatu wassalam pia alikuwa akimpenda sana. Alipoolewa पास रहने लगी। mke wa Sayyidina alahi salatu wassalam alikuwa akijiona kwamba ni yeye ni peke yake. तो इसलिए Yeye alipokwenda kukutana naye baada ya kuolewa, halifa mtukufu wa pili alimpeleka kwa Hazrat Majan, akasema angalia, huyu binti yako amekuja. Kwa hiyo Hazrat Majan pia alikuwa akimpenda sana. Nilikuwa naeleza kuhusu khilafat na uhalifa, kuhusu mapenzi yake na halifa. Nieleze kwamba alikuwa amezidi sana katika mapenzi haya, kwamba alikuwa hajali ujamaa yake ya aina yoyote. परेशानियां भी उठानी पड़ी, लेकिन हमें Na kwa sababu ya hii baadhi wakati alipata shida pia katika maisha yake, lakini kila mara
na daima kwa ajili ya uhalifa alikuwa kama ni ngao. पलने बढ़ने वाले Mtoto mmoja ambaye alilelewa nyumbani kwake sasa hii amekuwa mkubwa, ameniandikia kwamba मोहतरमा बीबी जान की वफात पर हमारे दिल को बहुत सदमा पहुंचा है। kwa sababu ya kifo cha bibi jan sisi tumehuzunika sana, kwa sababu sisi tumekosa mtu ambaye alikuwa akituombea sana na alikuwa mtu mwema sana, खुदा तर्स na yeye amesema kwamba alikuwa akiwasaidia watu sana, से हमें खिलाफत से चिमटे रहने की तलकीन किया करती थी। na kila mara alikuwa akitupatia nasaha kwamba tupende uhalifa, na kwa ajili ya kufuata amri za halifa alikuwa akitafuta nafasi ili aweze kutii, na alikuwa akitumikia jumuiya katika idara ya kina mama kwa ajili ya mchango wa gazeti la Al-Misbah. देर हो जाती या Alikuwa akituma mabinti kwa ajili ya kukusanya, lakini ikiwa mchango ulikuwa ukichelewa, basi alikuwa akitoa mchango katika mfuko wake ili mchango usichelewe. कभी बाजार से सौदा लेने भेजती तो पैसे थोड़े हो जाते, तो मैं अपनी तरफ से खर्च Na yeye huyo kijana amesema kwamba baadhi wakati nilikuwa nikienda kununua mboga na nilikuwa nikitumia hela yangu, na alikuwa akisema kwamba kila mara unapotumia uchukue hela ile kwangu, sitaki nidaiwe mkopo. Vile vile alikuwa फरमाती हैं anaandika kwamba alikuwa anaalikwa kwa ajili ya harusi, na alikuwa akiniambia kwamba tengeneza orodha ya wale wote ambao wana harusi yao na niendelee kunikumbusha, hasusan ikiwa ni harusi ya katika familia ya Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa akishiriki, au kama ni binti maskini ikiwa ni harusi yake yeye lazima alikuwa akishiriki, na alikuwa akisema kwamba siku fulani ni harusi ya binti maskini, kwa hivyo lazima tutaenda kushiriki. Shemeji yake ameandika, वक्त से मोहब्बत Sayyid Qasim Ahmad ameandika kwamba मोहल्ले की लजना में जिसकी वो सदर रही हैं, katika mapenzi ya halifa इस मामले में किसी दलील yeye alileta athari sana kwa kina mama सुबह बार बार wa jamaati yake. Siku ambayo amefariki asubuhi alikuwa anasema kwamba andikieni halifa mtukufu kwa ajili ya maombi. Inaonekana yeye alishajua kuhusu kifo chake, अपनी फौतशुदा एक kwa sababu alimwambia mpwa wake mmoja kwamba mtu fulani aliyefariki amekuja katika ndoto yangu. को बुलाकर कहा, प्यार किया और कहा कि मुझे माफ कर देना। Aliwaita mabinti zake na akawabusu na akasema kwamba nisameheni ikiwa nimekosea, na alikuwa mfano mzuri katika sura ya mama na katika sura ya mke pia, na alikuwa akihudumia sana mke wake na hakumpatia nafasi ya को ऐसे खानदानों kuwapatia lawama. उनको भी गौर कर Natoa mifano hii kwa ajili ya wale watu ambao करके सबसे पहली जिम्मेवारी उनकी matatizo yanapatikana nyumbani kwao, hasusan mabinti wao wanatakiwa wazingatie kwanza haki za waume zao, na aliwasihi mabinti zake kuhusu waume zao kwamba wao wazingatie na waangalie haki ya waume zao. Hatukuona kwamba yeye alikuwa anajadili na mke wake. Ikiwa alikuwa akitoa nasaha, basi alikuwa akitoa kwa kumpitia nasaha ya Sayyidina alayhi salatu wassalam na mmoja na halifa mtukufu wa pili. Ikiwa alipata hasira, basi ilikuwa kwa muda mdogo, baadaye alikuwa alikuwa akionyesha mapenzi ya hali ya juu, वो खानदान की लड़कियों को हमेशा नसीहत किया करती थी। na alikuwa akiwapa nasaha mabinti wa familia ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba wanatakiwa mtu ये दुआएं asianguke kwa sababu ya vitendo vyetu. क्योंकि उनकी बच्चियों के भी Mwenyezi Mungu afanye kwamba nasaha hizi zifae kwa ajili ya mabinti zake na kwa ajili ya mabinti wengine pia.
ये देखते हैं कि मुलाजमों के साथ भी बहुत शौक kisha huyo kijana anasema kwamba alikuwa akiwapenda sana watumishi wake wafanyakazi ambao walikuwa wakifanya kazi nyumbani kwake, mabinti waliolelewa nyumbani kwake. Yeye alifanya matumishi yote ya harusi yake, na hii pia ilionekana kwamba watumishi wafanya kazi wengine walionyesha tabia mbaya, lakini yeye hakuwafukuza katika kazi, bali alikuwa akisema kwamba bado nina jukumu la kuwaozesha hawa mabinti. Alikuwa akisema kwamba ikiwa mnataka kumpatia nasaha mke, basi patieni nasaha mtoto wenu. Ikiwa mnataka kupatia nasaha son-in-law, basi patieni nasaha binti yenu. Alikuwa akitumia njia kwa ajili ya kuwapatia wengine ambayo ilikuwa haiwaudhi watu wengine. अपने ऊपर Alikuwa akitoa michango yake yote, करें और hata kama kwa ajili yake, kwa ajili ya kutimiza majukumu yake yeye anapata shida. Yeye alikuwa hajali kuhusu ile shida, lakini alikuwa akitimiza majukumu yake. Mwaka 44 halifa mtukufu wa pili aliposema kwamba mali itolewe wakfu, yeye alitoa dhahabu yake ya mapambo wakfu. Katika miaka 13 aliwahi kuwa msimamizi wa Darul Masih na aliwahi kuwa sekretari wa Nasirat Mabinti, na alitumikia jumuiya katika Rabwa. खिदमत का मौका मिला और कभी ये Yeye alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya, na lakini yeye mwenyewe alikuwa hana hamu ya kupata cheo katika jumuiya. Hata kama yeye alikuwa na cheo, na alipoambiwa kazi ndogo alikuwa tayari kufanya ile kazi. सलाहियत थी Katika elimu na katika kuitumikia jumuiya alikuwa hodari sana. ने एक इंटरव्यू में बताया कि रतन Alieleza katika interview yake mmoja kwamba katika Ratan Bagh ya Lahore, Hadrat Saleh Begum sahiba, mke wa Mir Ishaq saheb, alikuwa akienda kutembelea, na wale ambao walikuwa hawana shuka alikuwa akiwapatia mashuka usiku. कि 1949 Mwaka 1949 Hadrat Muslim Maud radhiallahu taala anhu na Hadrat Ammajan waliposafiri, yeye alisafiri pamoja nao katika gari, na alikuwa akisema kwamba tukio hili ni tukio la kumbukumbu kwa ajili yangu. खानदान हज़रत मसीह मौद Na की ख़वातीन में katika jiwe la msingi la Rabwa yeye alifanya dua katika jiwe moja. Mwanzoni katika Rabwa ilikuwa nyumba ya udongo, na kule pia alifanya huduma sana. सर शुमाली बड़ा लंबा Kisha aliwahi kuwa sadr lajna wa mtaa wa Sadr Shumali kwa muda mrefu, mwaka 73 mpaka 82. Yeye alifanya kazi pamoja na mama yangu yeye alipokuwa sadr lajna. Kisha 82 aliwahi kuwa sekretari wa khidmat khalq, aliwahi kuwa sekretari wa ziafat, yani ya wageni. करकनी मोहल्ले के अलावा Vile vile alifanya kazi katika जो भी खिदमत में सपुर्द हुई idara जो भी उहदा na katika cheo mbalimbali, na wakati wote alipopewa huduma yote alikuwa akitoa huduma kwa unyenyekevu sana. Binti yake mmoja ने लिखा yeye ameniandikia कोई आपसे मुलाकात kwamba और मुलाकात katika maradhi ya mama, ikiwa mtu yoyote alikuwa akija kukutana naye, na ikiwa alikuwa hapati nafasi ya kukutana naye, basi mama alikuwa akihuzunika sana, na alikuwa akituambia kwamba mtu yoyote anayekuja kuniona basi msimzuie, patieni nafasi ili aweze kuniona. Nyumba ya Sinama alayhi salatu wassalam ilikuwa wazi kwa ajili ya watu wote, kwa hiyo mimi siwezi kukataa watu ambao wanakuja kuniona. Kisha binti moja anasema kwamba बर्दाश्त नहीं थी alikuwa akipenda sana, mama alikuwa akipenda sana ndugu wote, na alikuwa hapendi watu au mtu aseme dhidi ya ndugu zake, au mtu aseme kwamba huyu ni ndugu katika mama na baba mzazi. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala alikuwa na wake kadhaa, kwa hiyo walikuwa watoto, lakini alikuwa hatofautishi baina ya ndugu zake wa mama na baba mzazi. Na ye alikuwa akisema kwamba halifa mtukufu wa pili alikuwa hapendi kwamba sisi tofautishe baina ya watoto hawa. के साथ
binti yake anasema kwamba baba mdogo wetu ambaye si mwanajumuiya, yeye amesema kwamba huyu shemeji anaishi vizuri sana kwa utaratibu sana. Kisha binti yake anasema kwamba mama alikuwa akipenda sana mama mdogo na alikuwa akisema kwamba yeye amenilelea. छोटे बहन भाई बाजी जान कहते थे। Huzuri anasema kwamba watu wote walikuwa wakiita mama yetu bajijan, yani dada. बस खलीफा मसीह सानी ने अपना एक Halifa mtukufu wa pili ameeleza ndoto yake moja ndefu sana. Katika ndoto ile amekuja Hadrat Sara Begum sahiba ने वो कहा pamoja na mambo mengine. Alisema Sara Begum Halifa mtukufu wa pili kwamba wewe umenikasirikia. Halifa mtukufu wa pili anasema katika ndoto nikamjibu kwamba सरदादी अमतुल नसीर को घर में kwamba wewe umenipatia chiro, yani Amtu Nasir kwa mapenzi walikuwa wakimwita chiro. Akasema kwamba umenipatia binti chiro, kwa mimi siwezi kukukasirikia. इस बात का बहुत ख्याल रखती थी। Alikuwa akizingatia sana jambo hili kwamba yeye ni binti wa halifa mtukufu wa pili, na isije kwa sababu yake yeye lawama yapatikane juu ya halifa mtukufu. Alieleza tukio moja kwamba alikuwa anaenda kutembelea ndugu yake iliyokuwa mbele ya nyumba yake, घर है जहाँ जाना है आप na akaona kwamba nyumba ni mbele ya nyumba yake, mbele ya nyumba ya ndugu yake ni mbele ya nyumba yake. Kwa hiyo haina haja kufanya hijabu na kuvaa burka. Kwa hivyo और सड़क की akajifunika vizuri na akaenda na alipofika katikati barabarani akamwona halifa mtukufu wa pili pia alikuwa anakuja. फरमाती हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, Anasema kwamba mimi nilikuwa sina njia ingine, kwa hiyo mimi nikarudi nyumbani kwangu. मेरी तरफ नहीं होगा। Niliona labda Hazur hakuniona, lakini kesho yake asubuhi, wakati wa chakula cha asubuhi, nilipoenda kumwona halifa mtukufu wa pili, yeye akasema kwamba angalia, ikiwa wewe ukichukua hatua moja, basi wengine watachukua hatua 10 kuliko wewe. Kwa hiyo halifa mtukufu wa pili alikuwa akiwapatia nasaha kuhusu hijabu. Mwenyezi Mungu afanyie kwamba mabinti zake na jumuiya, mabinti wote wa jumuiya waendelee kuzingatia hijabu. जिसे मैंने जिक्र किया था, Madhumuni makala ambayo aliandika halifa mtukufu wa pili, anaandika katika makala hii kwamba Amtu Nasir ambaye और हर वक्त अपने माँ बाप umri wake ni miaka 3 na nusu, na yeye kwa sababu alikuwa anaishi na mama na alikuwa anampenda sana mama yake, na mama yake alipofariki, basi ndugu yake moja alimpatia nasaha. Kwa hiyo akakaa kimya. उसके भाई ने उसे क्या समझाया कि वो ना Haijulikani ndugu yake kaka yake alimwambia nini. Yule binti hakulia, hakupiga kilele, bali aliendelea kutembea kimya. Na mama yake, maiti yake alipowekwa kitandani, wanawake wakaanza kulia. Kwa hiyo yeye Samzadi Amtu Nasir akasema kwamba mama yangu analala, kwa nini hawa kina mama wanalia? Mama yangu atakapoamka nitamwambia kwamba wewe ulikuwa umelala na hawa kina mama walikuwa wanalia. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu anhu anasema kwamba mama yake Hadhrat Sara Begum alipofariki, Hadhrat Muslim Maud alikuwa safarini. Anasema niliporudi safarini na niliporudi kutoka safari nikambusu Amtu Nasir na machozi yalikuwa machoni, lakini hakulia. कि उसे नहीं मालूम कि Nikambusu sana, lakini hakulia. Nikaona labda hii hajui kifo ni nini, lakini ilikuwa kosa langu, bali huyo binti alikuwa ananipatia funzo. जब हम अपने असली घर दारुल मसीह में वापस आए तो मालूम Sisi tuliporudi katika nyumbani kwetu Darul Masih, tukaona kwamba Amtu Nasir hana viatu. Mtu mmoja aliambiwa kwamba alete viatu, kwa hiyo akaleta viatu, na nikamwambia Amtu Nasir kwamba apende viatu mwenyewe na viatu ambavyo unavyopenda uchukue. Akaenda kidogo mbele, kisha akaniona na akamwona mama mkubwa pia, yani Hadrat Nasir, na alikuwa
akisema kwa macho kwamba mnasema kwamba viatu vyote mnavyopenda muchukue, lakini mama yangu amefariki, nani ataninunulia viatu? Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba katika hali ile, kwa sababu ya मैंने बात की यहाँ वहाँ mapenzi, niliona nikisema maneno yoyote au nikisimama pale basi nitaanza kulia. Kwa hiyo nikageuza uso wangu pande mwingine na nikasema kwamba chukua viatu hii na naenda kwa umi wako. कहते हैं, और मेरी बड़ी बीवी उम्मी नासर को उम्मी जान Halifa mtukufu wa pili anasema kwamba watoto wote wanawaita mama zao umi, lakini umme Nasr wanamuita umi jan. Nilipomwona Amtu Nasir alichukua viatu na alikuwa anaenda kwa umi wake, बावजूद छोटी उम्र के खूब समझती है। matukio ya baadaye yalithibitisha kwamba alikuwa akielewa sana Amtu Nasir tukio la kifo cha mama yake. Kisha kwa kumwombea halifa mtukufu wa pili anasema kwamba Mwenyezi Mungu amlinde na Mwenyezi Mungu ateremshe rehema juu ya moyo wake, इसके फल एक आलम को जिंदगी बख्श, एक दुनिया के लिए मुझे na Mwenyezi Mungu afanye mimea yenye matunda sana kwa ajili ya dunia nzima. E Arhamur Rahimin, Mola, wewe unajua hali ya mioyo, wewe unajua ameonyesha subra ya aina gani huyo binti. मगर तेरे हुक्म पर तो वो हमसे भी ज्यादा बहादुरी से आमिल है। Yeye मुगीस amefuata amri yako na ameonyesha subra. वादिस की आंधियों E Mola wangu, na kuomba kwamba ulinde moyo wake katika kila balaa एक जबरदस्त na musiba, तू उसे हकीकी umpatie nguvu kama onyesha nguvu. ताकत ने उसे उसकी माँ की मोहब्बत से इस वक्त महरूम कर दिया है, जबकि वो अभी मोहब्बत का सबक सीख रही E Mola, hikma yako है। में तू imemnyima katika mama yake, मोहब्बत का बीज उसके basi wewe umpatie mapenzi yako na uweke mapenzi yako katika moyo wake, तेरी हाँ से na umchague kwa ajili ya huduma yako. और तेरे दरवाजे पर Yeye akae nyumbani kwake kila wakati, वो लोगों की नजरों में umpatie neema ya dunia ili asifedheheke katika macho ya watu, ताल्लुक हो। pamoja na heshima ya kila aina. Hali yake ya duniani iwe hivi, kama mtu katika mvua anaruka katika chumba moja kwenda chumba kingine. उनकी जो सारी जिंदगी Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, maisha yake yote मौत की बड़ी शान से पूरी हो रही है। ilionekana kwamba dua hii ya Sayyid Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ilikubaliwa. Mwenyezi Mungu afanyie watoto wake pia wapate neema katika dua hii, bali familia ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na wanajumuiya wote pia wapate baraka katika dua hii. Kisha dua moja ambayo Sayyidina Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alifanya kwa ajili ya watoto wake, naona ni muhimu kueleza hapa. Mwenyezi Mungu afanyie kwamba wanajumuiya wote wapate baraka katika dua hii, kwa sababu siku hizi, siku za usoni tunaingia katika ushindi. Ikiwa sisi tunakuwa na hali hii, ndipo tutafaulu. करता हूँ ये दुनिया के कुत्ते ना हो। Sina Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba na kupatia watoto wangu wote wasiwe umbu wa dunia, bali wawe walinzi wa Baitullah na wawe nyota kwa ajili ya kuonyesha njia watu wengine, जो तारीकी को फाड़ कर wawe jua yenye nuru ambayo inaleta mwanga na inafungua njia ya kufanya kazi, ये मोहब्बत के na inawaamsha wale ambao waliolala, से कुल्ली तौर पर पाक होते हैं। na matunda yao yawe yenye ladha sana, से घिरा हुआ हो, wawe kisima cha njiani ili watu wanywe, na wawe mti wa जिसका barabarani ili watu waweze kupumzika chini और जिसका chini yake, हर बेकस को अपनी पनाह में लेता हो। ये जालिमों को जुल्म से रोकने वाले, मजलूमों के दो waweze kuwazuia wadhalimu katika dhulma yao, na wawe marafiki wa wale waliodhulumiwa. वाले हों। वो Wao wawapatie watu raha, अखलाक और तवील wawe yenye hulka njema. के लिए ममनू न हो। Karamu yao isiwe kwa ajili ya watu maalum, bali iwe kwa ajili ya watu wote, na watoe sadaka na शर्मिंदगी इसके
wasifanye matumizi kupita kiasi na wala wasiwe bahili. Ewe hadhi yetu, wawe wabashiri wa dini na waweze kueneza islam na waweze kuisha hulka iliyokufa na waweze kupatia nuru ya njia. wawe रखने वाले तेरे लिए गैरतमंद wa mifano wa lamma yalhaku bihim, तेरे रसूलों के फिदाइयों walinde dini yako na wapende mitume yako के सरदार के हकीकी फरजंद आशिक na waweze watoto wa kiroho wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na penzi yake yasipungue. E Mola wangu, wawe watumishi wako na wasiinamishe shingo lao mbele ya wafalme wa dunia. Wawe wanyenyekevu, waache kizazi njema nyuma yao na wapande begu ya wema na waweze kurekebisha hali ya watu wabaya के जिंदा नमूने ए मेरे na wawe mfano mzuri wa maisha ya kiroho. अब तक E Mola wangu, watoto wake na watoto wa watoto wake wawe amana hapa duniani na shetani asiweze kufanya hiana, दीन की इमारत के लिए कोने का na wawe mali ambayo mtu asiweze kuiba. वो तेरी खिंची हुई तलवारों में से एक तलवार हो जो हर Wawe upanga wako ambao unakata shari ya kila aina. गुनाहगारों को माफ कर Wawe mkono wa msamaha. खत्म होने की Wawe tawi la zaituni ambayo inatoa bishara ya kukwisha tufani. को जमा करने के लिए बजाता है, गर्जी के वो तेरे हों और तू उनका हो। Wawe wako na wewe uwe wao, मन तू शुदम na kila moja kwa kuona hali hii, kila moja aseme आकाश में वो mantushidi mantushudam. दीगरम तू दीगरी। आमीन सुमा आमीन व बिरहमतिक का अस्तगफिर। Amin suma amin. ये वो दुआ है E Rabbul Alamin, hii ni dua जमात के ambayo Sayyidina Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alifanya. Mwenyezi Mungu afanye kwamba dua hii ikubaliwe kwa ajili ya wanajumuiya wote. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha daraja ya marehemu करने की तौफीक दे। na watoto wake waweze kufuata nasaha zake. Sasa nitaeleza hali ya habari ya marehemu mwingine ambaye ni Maulana Abdul Wahab Saheb Shahid, mbashiri wa jumuiya, mtoto wa Abdurrahman Saheb marhum. Abdul Wahab Ahmad Shahid Saheb tarehe 11 wa Septemba 2011 baada ya kupata maradhi mwezi moja na nusu alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdul Wahab Shahid Saheb mbashiri wa jumuiya tarehe 5 wa Septemba mwaka 43 alizaliwa katika Goi, Kashmir. Alisoma kule 67 alipata digri ya shahid. माँ से अंजाम दी Katika jumuiya 10 za Pakistan alitumikia jumuiya 91 mpaka 99 alitumikia jumuiya katika idara ya Dawat ilallah मार्च 1906 nje ya Pakistan, Tanzania Machi 76 mpaka Oktoba 79 alitumikia jumuiya. Mara ya pili alienda Tanzania mwaka में ही जुलाई 1986 तक बतौर 81 mpaka 86 aliwahi kuwa amiri na mbashiri mkuu wa Tanzania. 99 mpaka Desemba 2006 aliwahi kuwa mbashiri wa Daruziafat. इस्लाम मरकजिया में Kisha खिदमत सर अंजाम baada ya hapo alikuwa akitumikia jumuiya katika ofisi ya Islahu Irshad Markazia. Alikuwa mtu mwenye bashasha sana na alikuwa akipenda sana ukhalifa. Alikuwa akiwahurumia sana watu maskini na watu alikuwa akimpenda sana, na alikuwa akipenda sana elimu. Alfazal, katika Alfazal alikuwa akiandika makala, aliandika vitabu vinne, जद अमजद दिल्ली के na katika mkubwa wa familia yao alikuwa kiongozi katika Delhi ambaye alieneza Islam katika Delhi. दिल्ली से गुजरात Mahbub Alam Saud alizaliwa katika familia yake. Kutoka Delhi walikuja Gujarat Chakmiana. Kutoka hapa kwa ajili ya masomo alienda Kashmir.
alikuwa goi wakati alipopata habari ya kuja kwa Sayyidina alah salatu wassalam, na alikuwa akisema kwamba sasa ni wakati wa kuja kwa Imam Mahdi alah salatu wassalam, na alikuwa akifikiria kuhusu hii. aliona katika ruya kwamba Masih na Imam Mahdi ameshafika. kwa hiyo kwa ajili ya kufanya utafiti alitoka na alikutana na Hadhrat Maulana Burhanuddin Saheb उन्होंने कहा कि हम तो na alieleza roya yake, na Burhanuddin Saheb akasema sisi tumeshajiunga na jumuiya, wewe pia ufanya utafiti. na हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लाहौर में जलवा siku zile Sayyidina alah salatu wassalam alikuja mji wa Lahore. kwa hiyo alienda Lahore na akafanya bayat kule kule. baada ya bayat aliporudi nyumbani alipata upinzani wa hali ya juu, lakini wengi wenye tabia nzuri kwa kumpitia yeye walijiunga na jumuiya. jeneza ya tatu nitakayosalisha leo है वो ni ya bana Abdul Qadir Fayaz Saheb, chandio mbashiri wa jumuiya. साहब चांडियो मुरब्बी सिलसिला Abdul Qadir Fayaz Saheb mbashiri wa jumuiya alikuwa mtoto wa Master Ghulam Muhammad Saheb. 8 सितंबर भी वफात हुई है इनकी। alifariki tarehe 8 wa September. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. छोड़ने जा रहे थे कि रास्ते में हार्ट Marehemu alikuwa anapeleka watoto wake shuleni, ni alipata heart attack njiani, alipelekwa hospitalini lakini alifariki. 1974 को 74 को शायद की डिग्री हासिल Tarehe mosi wa Mai 74 alipata digri ya shahid na alienda kuitumikia jumuiya katika ofisi ya Wakfe Jadid na Islah Irshad. Katika jumuiya 14 alitumikia jumuiya. mara mbili alienda nje ya Pakistan katika Tanzania, na katika Mithi pia aliwahi kuwa naib nazim wa Wakfe Jadid, na siku hizi alikuwa akitumikia jumuiya katika mji wa Karachi. मरहूम नहायत खुशमिजाज Marehemu alikuwa mwenye hulka njema sana na mwenye bashasha sana. हर एक को अपना गर्विदा बना लेते। Katika jumuiya yoyote alipokuwa akienda alikuwa akiwapenda watu na alikuwa akiwahurumia watu maskini, na alikuwa akiishi pamoja nao vizuri. Na hulka yake moja ilikuwa hii kwamba alikuwa na subra sana, तो उससे हमेशा na alikuwa akivumilia sana. hata kama mtu alikuwa akimuudhi yeye alikuwa akivumilia na alikuwa akifanya subra, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akifuata amri zote za halifa, na alikuwa akijitahidi wanajumuiya pia wafuate amri zote za halifa. Alikuwa na marafiki wengi na alikuwa mtu mpendwa katika marafiki zake. Katika jumuiya yoyote alipotumikia jumuiya watu wanamsifu sana. Alikuwa katika kabila la Chandio, mbashiri wa kwanza katika kabila hili, na alikuwa mbashiri wa tatu katika kabila la Sindhi. Mwenyezi Mungu aipandishe daraja zake. Na jeneza ingine ni ya bana Munira Makhan Saheb wa mtoto wa Abdul Karim Saheb, mwenyeji wa Karachi. Tarehe 7 ya November katika umri wa miaka 76 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mjukuu wa Maulwi Anwar Hussain Saheb, रमजाया खान साहब प्राइवेट सेक्रेटरी खलीफत मसीह सानी रज़ी ताला na अन्हु थे। आप एक ज़हीन mpwa wa Yahya Saheb secretary private secretary wa halifa mtukufu wa pili. Alikuwa akitoa huduma zake katika jalsa salana ya Rabwa. Plant ya kwanza ya kutengeneza chapati ilipowekwa, yeye alihutoa huduma zake kule. Pia katika jalsa salana ya Uingereza, pia katika idara ya translation na communication alikuwa akitoa huduma zake. और इस पर कुरान Alifanya utafiti kuhusu Kishti Nuh kwa kupitia Qur'an tukufu, Bible na vitabu vingine. Aliandika vitabu ambacho bado haikuchapwa. अल्लाह ताला ने Halifa mtukufu wa 4 aliwahi kueleza habari ya utafiti wake kuhusu Kishti Nuh, yani safina ya Nuh. और अपने और गैरों की फराख्त Alikuwa लेने एक इंसान थे। alikuwa akiwasaidia watu kwa furaha sana na kwa bashasha sana. Mke wake अल्लाह की मामूजात बहन हैं। ni dada yake mmoja upande wa mjomba. अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema na amghofirie. Habari ya hawa marehemu wote ambayo nimeeleza habari yao, inshallah baada ya swala nitasalisha jeneza yao ghaibu. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.